السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale yaliyotuamrisha kwa kadiri ya uwezo wetu na kujiepusha na aliyotukataza kwa kuyaacha kabisa. Ayuha nnas, katika maisha yetu hapa duniani tunapita katika vipindi tofauti. Tunapita katika vipindi vizuri, vipindi vigumu, vipindi vya mitihani na vipindi vya fitna. Mitihani iwe ya kheri au ya shari ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Na tutakujaribuni kwa mambo ya kheri na mambo ya shari, hayo yakiwa ni fitna, ni mitihani, na kwetu sisi mtarejea. Jambo muhimu ni kuangalia miongozo ya dini wakati wa mitihani, misukosuko au fitna, kwa sababu
katika vitu hatari sana vinavyoweza kuharibu mustakbali wa mtu au watu, vinavyoweza kuharibu maisha ya mtu au watu, ni fitna. Na akili zetu pekee hazitoshi kutuvusha katika kipindi cha fitna. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya fitna kuna mambo ambayo sisi hatuyaoni, na hapo ndipo muongozo wa dini unapochukua nafasi yake. Na makusudio yangu ni hali tulionayo katika nchi yetu katika kipindi hiki, hali inayofahamika kwa kila mtu, hali iliyotufanya tuzungumze hutuba nyingi huko nyuma tukisisitiza amani na utulivu, tukazitaja aya za Qur'ani, tukazitaja hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maandiko yote haya ni ya miaka mingi sana, na hatukuweka maneno yetu matupu. Wengine wakatusikiliza, wakatuelewa, wakawa watulivu. Wengine hawakusikiliza ushauri, hawakusikiliza nasaha, wala hawakusikiliza miongozo, hawakusikia la mkuu, wakachochewa kama walinunuliwa sifahamu, wakafanya walioyafanya. Athari yake tuliiona sote katika maeneo yaliyopata athari. Kwa siku chache tu watu hawakuweza kutoka nje kama ilivyo kawaida yao kwenda katika shughuli zao. Kazi hazikufanyika, wanafunzi hawakwenda shule wala vioni, biashara zilisimama, bidhaa ziliuzwa kwa gharama ya juu kabisa. Nyanya moja ilinunuliwa shilingi 1000, kichanga kimoja cha mchicha kilinunuliwa shilingi 3000, tena watu wakigombea. Lita moja ya mafuta iliuzwa shilingi 8000, 9000 na haipatikani. Vyakula viliuzwa ghali. Na kwa taarifa yenu, hii ndiyo hali halisi katika maeneo yote ambayo hayana utulivu. Watu wakikuambia kwamba Kongo biashara zinalipa, kulipa kwake ni kwa aina hiyo. Kipeleka fuso yako ya nyanya na ukabahatika kuipeleka kwa sababu mko wachache wapelekaji, ukaamua ujitoe muhanga, ukafanikiwa, basi biashara inalipa sana. Kulipa kwake ni huku, na hii ni kwa maeneo yote. Kadhalika wagonjwa waliathirika, harusi hazikufanyika, ujenzi haukufanyika, ni mambo mbalimbali ambayo nyinyi mnayakumbuka vizuri. Sote sisi tulihemewa, ikawa tunataka kurudi katika maisha yetu ya kawaida. Tukawa tunatamani tuweze kuchati na kuwasiliana na jamaa na kuona hiki na kile, neema ambayo kwa muda mfupi ilikuwa imeondoka. Alhamdulillah, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala tukarudi katika hali hiyo. Muda mfupi tuna wala hatujasahau, tayari zimeanza chokochoko nyingine za kutaka kuturudisha kule tusipopatamani. Kwa sasa hivi ni vigumu sana kuamini kuwa wale watu walioathirika wakajifunza ndani ya muda mfupi waanze chokochoko mpya za kuwarudisha kule wasipotamani. Ili jambo haliyumkiniki. Sasa ukituliza akili ukafuatilia kwa umakini, utagundua kuwa chokochoko hizi hazitoki kwa wale walioathirika au wale watakaoathirika, bali chokochoko hizi zinatoka sehemu nyingine. Ukiendelea tena kutafakari, ukafuatilia kwa umakini,
utagundua kuwa zinatoka katika mirengo miwili, mrengo wa kisiasa na mrengo wa kidini. Na ukizama ndani tena zaidi utagundua kuwa mrengo wa kidini ndiyo umechukua nafasi kubwa katika hili jambo ambalo liko mbele yetu. Na kama ilivyo kawaida katika jamii, unapotokea mpasuko, kuna watu hukimbilia kwenda kuuziba mpasuko ule kwa sababu ya maslahi wanayoyataka kwa watu. Kadhalika kuna wengine wanatumia fursa hiyo hiyo katika kuendeleza mpasuko huo kwa maslahi yao na si maslahi yenu tena, si zile hoja zenu mlizokuwa mkiziweka mezani mkazizungumza. Kwa hiyo hoja na interest zinaongezeka pale ambapo tayari katika jamii kuna mpasuko, fitna inaongezeka. Nyinyi mnabaki na hoja zenu kwamba sisi hatukupata fursa ya kisiasa, ima ya kuchagua au kuchaguliwa, au sisi hatumtaki kiongozi huyu kwa sababu ni Muislamu na kuna maslahi fulani hayazingatii. Wenzenu wanakuja na la kwao na ya kwao. Kwa hiyo kuna mambo mengi katika jambo hili. Qur'ani tukufu, hiki kitabu chetu, ni mwongozo usio na mfano. Kama mtu atakisoma kitabu hiki kwa mazingatio na akayasoma matukio kwa mafunzo, ni mwongozo mzuri sana. Katika kitu nataka kuwatajia leo, kama kutilia mkazo haya niliyomaliza kuyazungumza hapo juu, ziko aya katika suratu Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala akielezea tukio la vita vya Tabuk, akawaelezea wanafiki, akawakashifu katika sura zilizowaweka wazi wanafiki kwa kiwango cha hali ya juu. Basi miongoni mwa hizo ni suratu Tauba. Sasa kuna kundi halikutoka kwenda vitani kushiriki pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna walikuwa na udhuru wa ukweli kabisa ambao ni waumini thabit, na kuna wengine walikuwa ni waumini hawakuwa na udhuru, na kuna wengine hawakuwa waumini wala hawakuwa na udhuru, lakini wako pamoja na jamii ya Waislamu. Wakaondoka watu wao, wakabaki. Kuna miongoni mwa Waislamu wasiojua hali yao, jambo lile likawa limewasikitisha, kwamba tungelishiriki pamoja nao tukawa wengi. Hawajui kinachoendelea. Allah subhanahu wa ta'ala akazitaja aya akikashifu, akiliweka wazi jambo lao. Walau aradu al-khuruja la a'addu lahu 'udda walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitna wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Allah anasema walau aradu al-khuruja, na lau hao wanafiki wangelitaka kutoka pamoja nanyi kwenda katika jihad, la a'addu lahu 'udda, wengeliandaa kwa ajili ya huko kutoka, wengefanya maandalizi. Walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini Allah amechukia kutoka kwao, hakutaka watoke. Fathabbatahum, akawatia uzito. Waqila qu'udu ma'al qa'idin, na pakasemwa kaeni pamoja na wanaokaa.
lau kharaju fikum, lau wangelitoka pamoja nanyi, ma zadukum illa khabala, wasingelikuzidishieni nyinyi isipokuwa machafuko, wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitna, na wengelitangatanga baina yenu huku na huku, wengelitumia mianya na mipasuko mlionayo, yabghunakumul fitna, wakitaka kuwatilia fitna, wafikum, na wako miongoni mwenu, sama'una lahum, wanaowasikiliza wao, wallahu alimun bidhalimin, na Allah ni mjuzi mno kwa madhalim. Allah hakutaka watoke. Kwa hiyo msije mkaona kwamba kundi limepungua. Wengelitoka wasengeliwazidishia hao isipokuwa machafuko, na wengelitumia mianya na mipasuko, wengelihangaika baina yenu huku na huku. Lengo lao si jingine, ni kutafuta fitna na kuwapasua. Allah anawajua madhalim, na wako miongoni mwenu wanawasikiliza. Hawajui hali yao na shani yao, wanaona kama ni watu wa maana sana, wanawasikiliza wao. Linaweza likasemwa jambo la kuchafua, lakini kwa kuwa wamelisema wao na wako miongoni mwenu wanawadhania kheri, likawapasua. Waacheni wakae, kukaa kwao ni kheri. Wakati mwingine katika mambo kama haya kunaingia wanaoingia kwa lengo la kuendeleza ule mpasuko na kuleta kuchochea na kutumia ile mianya ambayo ipo kuongeza fitna na kuzidisha uovu katika hiyo jamii. Sasa ni dhahiri kuwa kuna watu wanachochea jambo la kuleta machafuko katika nchi hii kwa nguvu kubwa, si kificho tena, bali kwa fedha na mipango kabambe. Wametumia mwanya na chokochoko tulizozianza wenyewe. Sasa hali ikiwa imefika namna hii, sisi tuna muongozo gani kwa waumini, kwa wananchi wa nchi hii? Lakini ni muhimu pia tukaeleza sisi kwa nini tunazungumza masala haya. Je, tunazidandia ajenda za wanasiasa? Tunajibishana kwa ajili ya faida fulani ya kundi la siasa dhidi ya kundi jingine? Nyinyi mnafahamu kuwa sisi na manhaji yetu hatudandii ajenda za siasa tukajiingiza katika malumbano kwa maslahi ya kundi moja dhidi ya kundi jingine. Sisi tunazungumza suala hili na kujadili hoja zilizoletwa na kutoa miongozo, kwa sababu jambo hili limegusa mstari hatari katika ajenda zetu tulizozisimamia kwa miaka yote, suala la amani na utulivu. Amani na utulivu ambao ndio kitu tumekisema, tumeandika, tumefundisha, tumesisitiza juu ya kulinda amani na utulivu. Sasa kitu hiki kikiwa kimetetereka, tumeona kwa macho yetu na tumeona kuna uchochezi wa kuvunja amani na utulivu kwenye mitandao ya kijamii na sehemu nyingine, tena kutoka kwa watu wengine wako nje ya nchi. Tumesikia matamko kutoka makanisani, tumesikia matamko kutoka kwa asasi za kiraia, za kitaifa na za kimataifa. Na tangu hapo, kabla ya kutokea chochote, sisi tumesisitiza kwamba jamani, hala hiyo haki yenu hiyo ya kuchagua au kuchaguliwa ifanyeni, lakini mzingatie amani na utulivu. Kwa sababu uzoefu unaonesha chaguzi katika nchi zetu hizi za Afrika ni shida kubwa. Maandishi yanaonesha hivyo na hali halisi inaonesha hivyo. Je, bado sisi viongozi wa jamii za Kiislamu hatuna wajibu wa kutoa miongozo katika hali hii? Na kwamba tukitoa miongozo yaonekana tunatumika kisiasa, kwamba kunachezwa game
ya kutaka kutetea mamlaka na serikali, kwa sababu waislamu ndivyo walivyo, wanaingizwa. Sisi waislamu ni watu tuna utambuzi mkubwa wa mambo yanavyoendelea katika nchi hii na duniani kwa ujumla. Twayajua mambo ya siasa yamezungumzwa mara ngapi huko, hoja zao zimezungumzwa mara ngapi, sisi hatukujua kuzijadili hapa au kutetea. Lakini linapoingia jambo ambalo lina maslahi ya watu, na sisi tuko wengi katika nchi hii, lazima tutoe miongozo. Sasa miongozo yetu katika wakati wa sasa itajikita katika kuacha malumbano, kuacha uchochezi, kuacha kuipasua jamii, na kila mtu achukue nafasi yake katika kulinda amani na utulivu, kwa sababu jamaa wameshapenya, wanataka kuivuruga hii nchi. Zile hoja za madai ya haki, kwa hakika tumeziona si hoja za msingi, ni maneno matamu yaliyotumika kwa makusudio maovu. Lakini ukiviangalia viashiria vya haki katika jamii baina ya wakati wa sasa na uliopita, pamoja na mapungufu yaliyopo sasa, lakini watu wote wanaona kwamba sasa kuna nafuu kidogo kuliko wakati uliopita. Angalia uhuru wa watu, angalia watendaji serikalini, angalia vyombo vya habari, angalia huo utekaji unaosemwa, angalia kuna nafuu. Sasa hatusemi kwa mambo yote ni sawa, isipokuwa nchi za Kiafrika kitu rahisi sana kukipenyeza na ili kieleweke ni haki, kwa sababu kweli kuna mapungufu katika utendaji haki katika mamlaka nyingi. Kwa hiyo ukipenyeza hiyo inapenyezeka, na mtu atatajiwa hili, atatajiwa hili, atatajiwa hili, atatajiwa ubadhirifu, atakubali. Sasa hiyo tumeweka pembeni haya. Sasa tumejikita katika kuondoa hali ambayo ipo na kuwasihi watu wawe watulivu, kwa sababu mpasuko tuliousababisha wenyewe umetuletea shida na changamoto. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس, ndugu zangu waislamu, tuliwahi kusomewa hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zinazowataka watu wasiwaasi viongozi wao na kuwashambulia na kutaka kuwaondoa. Mimi siwezi kuzirudia kwa sababu ya wakati tulionao, na nyinyi tulabul ilm wengi wenu hadithi hizo mmezihifadhi. Ikiwemo miongoni mwa hadithi hizo ni pale Mtume aliposema tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, msikilize na umtii kiongozi, usimkhali, usitoke nje ya taa yake hata akikupiga na akichukua mali yako. Mimi nafahamu kuwa nyinyi hamkumfahamu vibaya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na nafahamu kuwa nyinyi mnafahamu kuwa maswahaba ndio kabisa hawakumfahamu vibaya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maanisha nini? Katika ulimwengu wa siasa za sasa na hizi mbio za demokrasia zilivyo, inaonekana dini zinatumika katika kuwalaza watu wawe watulivu na ili watumiwe na watawala, kwa sababu mapambano hasa ya demokrasia na haya maneno ya demokrasia haya yalipoanza huko Ulaya yalitokana na jambo hili. Walikuwa wakilalamikia kanisa dhidi ya ukandamizaji, ndio yakaanza mapambano mpaka hali ikafika hapa. Kwa hiyo ile fikra ipo. Tukizungumza suala la dini kwamba Mtume amesema hivi, kuna watumiaji
wanaona zinatumika dini katika kueleza mambo ya kuwalaza watu. Sasa ndio nawaambia, mimi najua kwamba nyinyi hamkumuelewa vibaya Mtume Muhammad, kwamba eti bwana mtume awaambia watu wasikilize na kutii kwa malengo ya kuwalaza kisiasa, kwa sababu yeye ataka kuendelea kuwatawala zaidi na kuwanyonya. Ndio tafsiri itakayokuja. Nimekataa kwa sababu najua nyinyi mnamfahamu Mtume Muhammad, mnafahamu heshima yake, mnafahamu mafundisho anayoyaleta sio ya kwake bali ni Qur'ani, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pamoja na hayo, ukiachilia mbali maandiko na heshima mlionayo kwake ya kwamba sio mtu laghai, maisha yake yaliyoishi yanaonesha kwamba hakuwa ni mtu wa aina hiyo. Mtu aliyetaka kuwadanganya watu na kuwarubuni engelikuwa ni mtu wa kujilimbikizia mali, wa kutaka mamlaka, wa kuitaka dunia, wa kutaka hiki, na mtume hakuwa hivyo. Wamemwandika hivyo Waislamu, na hata wasio Waislamu waadilifu wamemwandika hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kumtilia shaka ya aina yoyote kwamba maneno yake yoyote yanayotaka watu wawe na utulivu kwa viongozi, basi anataka kujifeva yeye au familia yake, kwa sababu pia hakusema kwamba baada ya mimi atakuwa mwanangu huyu kiongozi. Hakusema hivyo. Ameishi maisha ambayo yeye mwenyewe akiwa ana kitu ataka kukitoa haraka. Ameishi maisha ya kugawanya mali ya haki na uadilifu uliopindukia mipaka. Haingii katika fikra kwamba eti ana malengo ya kutaka kuwalaza watu. Kama hana malengo ya kutaka kuwalaza watu, maneno haya maana yake ni nini? Maneno haya maana yake ni maslahi kwa watu, kwamba ikitokea kwa alivyofundishwa yeye na ilmu aliyopewa, watu wakataka kuleta machafuko bila ya kufuata vigezo vya kisheria, madhara yatarudi kwao. Wanawavioni wa Kiislamu waliomuelewa vizuri Mtume Muhammad, tangu maswahaba mpaka wanawavioni wa sasa, wameyaeleza hayo. Miongoni mwa hao ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, akasema waqalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri a'zamu mimma tawallada min al-khair. Na imekuwa mara chache sana kwa mtu aliyemwasi kiongozi akataka kumpindua na kumuondoa madarakani, kiongozi mwenye mamlaka, imekuwa mara chache sana yale yaliyozaliwa katika hicho kitendo chake cha kutaka kumuondoa kiongozi na kumwasi, mara chache sana kuwa kina kheri kitendo chake hiko kuliko shari. Kwa maana yaliyozaliwa kwa kitendo hiki katika shari ni makubwa zaidi kuliko yaliyozaliwa katika kheri. Ukweli uongo mtajijibu nyinyi wenyewe kwa kuangalia hali halisi. Je, ni kweli kwamba kupambana na kutaka kuondoa viongozi kumeleta shari zaidi kuliko kheri? Na nyinyi ni wasomi, na huko mitandaoni kuna wasomi sana huko wenye PhD, wenye degree mbalimbali za mambo mbalimbali huko. Nyie wasomi mnakwenda kwa case study. Tupeni mfano mmoja kwamba kuna sehemu fulani ilifanya vurugu ya kumuondoa kiongozi, ikachoma, ikadhuru, ikaua, ikapambana na vyombo vya dola. Halafu baada ya kuiondoa serikali hiyo, baada ya muda mfupi maisha yakawa mazuri. Baada ya muda mfupi maisha ya wale waandamanaji yakabadilika kuwa mazuri. Kama mtu alikuwa hana baskeli, baada ya miezi 6 ana baskeli sasa. Kama mtu alikuwa hana bodaboda, sasa ana bodaboda. Mwenye bajaji anazo 2. Kuna mtu alikuwa hana nyumba, kaandamana mpaka serikali ikaanguka. Baada ya mwaka ana kijumba chake cha gorofa bwana. Tupeni hiyo mifano. Sisi twaona watu wakishaingia vurugu, kuna watu wataitwa 2 watatu, watazungumza, kama kuna maslahi, kuna vitu watavipata wao. Wewe ukishakuwa umekula risasi, umepigwa, umedhuru, wewe huna unachokipata tena.
wala familia hazipati. Tupeni mifano, si wasomi nyinyi, mna case studies, tupeni kwamba nchi fulani takwimu hizi hali ilikuwa hivi, sasa hivi ilikuwa hivi. Mimi nasema zipigieni mfano nchi zote. Watu hawakuendelea hivyo bwana. Ukisikia Malaysia imeendelea, basi ujue kulikuwa kuna dhamira ya dhati ya kiongozi aliyekaa yeye na wananchi wake, wakajadiliana namna ya kuiendeleza nchi, wakaviruka viunzi na vikwazo vya mataifa kandamizi. Miaka 20 alikaa na kuijenga nchi. Baadaye ndio matunda yakaonekana, yeye na watu wake. Political will, uadilifu na uaminifu na amani na usalama. Hiyo mimi naijua. Ama kwamba kuna waandamanaji baada ya muda sasa kupindua serikali na nchi kuchafuka, wamepata maendeleo mazuri zaidi, hii nitawapa challenge, unitajie nchi gani. Isipokuwa uhalisia tunauona ya hiki alichokieleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufafanuliwa na wanawavioni kama huu niliyomtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, tunaona kinyume chake. Na mkitaka nitaje mifano mimi nitataja, na ninyi wenyewe pia mifano mnayo, nikiwaambia mtaje mtaitaja bila kumeza mate. Taja nchi ambazo zimeathirika na hazikufaidika chochote, mtazitaja: Somalia, Kongo, Libya, Yemen, Sudan, Central Africa na nchi nyingine nitazitaja tu, zinakuja tu kwa wingi. Vyombo vya habari vile vile vilivyoturipotia kuhusu nchi hizi na kuonesha uzuri wa kilichokuwa kinafanyika kule, baada ya muda mfupi tu wanatuletea documentaries za kuonesha njaa katika maeneo haya. Ni mko wapi kwani? Vyombo vya habari vilivyokuwa vikituonesha kuhusu Sudan ni juzi tu hapo, vikaonesha maandamano kuipinga serikali na kutaka kumuondoa kiongozi madarakani, vikatuonesha kwamba angalia mwanamke huyu, kijibinti kidogo hiki kinaongoza maandamano, kijasiri hiki, kina nguvu hiki, kina azma hiki, kibinti hiki, angalia. Wakatuletea ushawishi chungu tele. Sasa hivi mwaka mmoja na nusu, miaka miwili haijaisha, vyombo vya habari hivi vyatuletea documentary, Sudani kuna njaa. Mwangalie huyu kijana aitwa fulani bin fulani, ana miaka 12, kakatika miguu, hasomi, ana njaa, umeme hamna. Sijui nisemeje. Sasa hivi ndio kinachofanyika. Hauonekani uharibifu uliofanywa, havionekani vituo vya mafuta vilivyochomwa, vituo vya mwendokasi vilivyochomwa, maduka yaliyovunjwa na kuibiwa, mabasi yaliyochomwa, watu waliopigwa na kudhuriwa. Vyombo vya habari vyote vyazungumza kwamba waandamanaji wamekuwa wana haki, zimetumika nguvu kubwa katika kuwazuia waandamanaji. Hivi nyinyi mkiangalia maandamano ya vipi hayo ambayo hayana mwelekeo, hayana viongozi ya kuchoma? Sasa waweza ukajiuliza, kwa nini mbona hawazungumzi upande huu? Ndivyo ilivyo hivyo, utie akili. Hawawezi kuzungumza wala kuonesha picha watu wakibeba mitungi ya gesi wanaondoka nayo kwenye maandamano ya kudai haki. Hawawezi kuonesha hicho kitu, mtie akili. Baada ya miaka miwili watakuja kuonesha documentary, watu wana njaa, shule hazina walimu, si kitu gani hivi, kitu gani hivi. Ndivyo walivyo, wanatumia mipasuko. Walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitna wa fikum sama'una lahum, na wapo miongoni mwao wanawasikiliza wao, waona watu wa maana, wakaenda kwao wakazungumza, wakapata maelekezo. Ayuha nas, ndugu zangu waislamu, haya maisha tulionayo ni kwa sababu ya amani na utulivu tulionao. Ukaweza kwenda kazini, ukaweza kuendesha bodaboda yako au daladala yako, ukaweza kwenda kulima, ukaenda benki, ukafanya kazi zako, ukatuma status ya kushajihisha maandamano, ni kwa sababu ya amani na utulivu. Nje ya amani na utulivu yote hayafanyiki. Matamko yanayotolewa makali kabisa, yakasifiwa, yametolewa na watu wenye PhD, yana maana sana matamko haya. Nchi inapokuwa amani na utulivu
nchi inapokuwa katika oda. Nje ya amani na utulivu, matamko haya hayana maana yoyote. Ni karatasi tulimesomwa, atalisikiliza mtu mmoja wawili, watu washachanganyikiwa. Mali ulizonazo na ardhi ulionayo ina maana pale palipo na amani na utulivu. Na akija mtu akiingia, wamuuliza mbona hapo umeingia? Kwangu hapa. Kuna watu watakuja watamwambia wewe ondoka hapa, sio kwako, kwa huyu. Yote haya yana maana kwa sababu hiyo. Msije mkahadaliwa. Usidhani kuwa kuivuruga nchi hii na kuleta machafuko katika nchi hii ni kumkomoa rais na serikali yake. Kama wadhani hivyo, basi fikra zako ni fikra finyu. Machafuko yoyote itakuwa ni kujikomoa wenyewe. Tutulize akili zetu, tuache uchochezi. Tusiposikia la mkuu, mtamalizia nyinyi Waswahili wanasemaje? Yatatutokea kama yale yaliyotokea kule Libya. Na tukasimama katika mimbar hizi kuzungumza wakati huo mwaka 2011. Yanatokea tu kule, tukaona kwamba hii ni hatari. Katika mimbari hizi tulisimama tukasema, miaka takriban 14-15 sasa, wanaokumbuka kama mimi, wale vijana wenzangu, tulifanya mazungumzo, hutuba katika msikiti wa chuo kikuu nyingi sana, na mazungumzo ya chini ya kalima kuelezea ile hali ni ya hatari. Hakujafanyika chochote bado, chokochoko tu. Na wakati ule kulikuwa kuna wanafunzi wengi wa nje ya nchi. Mmoja wapo alikuwa ni kijana wa Kilibia, rafiki yetu. Tukamleta msikitini, hebu tueleze hali ya maisha ya kwenu ilivyo na hichi kinachoendelea. Akatueleza uzuri wa maisha ya kwao hivi. Jamani, mwaisikia hii hali? Kile kinachoendelea kule hakifai. Sasa hivi tunazungumza miaka 15. Mnaniambiaje kuhusu Libya? Sisi si watabiri au wanajimu, ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulisimama tukayasema, ndio kitu kinachotokea sasa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.